Sabri Zamil Al-Media. Jibril mara nyingi akishuka kwa Mtume sallam katika sura ya kibinadamu aja katika sura ya huyu sahaba Dihyatul Kalbi. Kwa Aisha yeye radhiallahu anha amuona Dihyatul Kalbi azungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ukweli yule alikuwa nani? Ni Jibril alayhi salam. فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة. Huyu ni Jibril amekuja kuniamrisha nitoke twende vitani kwa Bani Quraidha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrishwa amri hiyo na Jibril, faamara sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi fi nnas, akaamrisha mtu anayenadi kwa watu aseme ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidha, asiswali mmoja wenu swala ya alasiri isipokuwa akiwa kwa Bani Quraidha. Yani bimaana tutokeni saa hii tuelekeni huko. Kwa wakatoka wakaelekea kwa Bani Quraidha. فأخذ بعض الصحابة بظاهر الأمر, na baadhi ya masahaba wakachukua ili tusiswali asri mpaka Bani Quraidha. Kwa hivyo hivyo tulivyoamrishwa, falam yusallu al-asr hatta ja'u Bani Quraidha, kwa hawakuswali alasiri na wakati wa alasiri ulitoka mpaka wakafika kwa Bani Quraidha. Bimaana walifika usiku ushaingia kwa Bani Quraidha huko. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallam amesema tusiswali asri isipokuwa kwa Bani Quraidha. Waqad gharabat ash-shams, jua lishatua wakaswali huko. Waqala al-ba'd al-akhar, na wengine katika masahaba wakasema inma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isra', alichokikusudia Mtume sallam ni tufanye haraka. Hakukusudia kuwa salatu al-asri ikiingia wakati wake tuiwache mpaka tufike huko. Wasallu al-asra fi waqtiha wa hum fi at-tariq, hawa wakaswali asri kwa wakati wake wakiwa njiani. Sasa hapa katika hawa wawili aliyepata nani? Sio kwa eti wote wawili wampata. Kuna mmoja amepata ajri moja kwa ijtihad na mwingine akapata ajri mbili kwa ijtihad na kupatia, na wanaovioni wakakhtalifiana katika suala hili. Lakini ukitizama maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, akarajih kuwa wale walioswali njiani kwa wakati ndio waliokuwa sawa, sababu waliiswali salatu al-asr kwa wakati na wakafika kule kwa Bani Quraidha na wale wenzao. Ufahamu? Asri wameipata kwa wakati wake na kwa Bani Quraidha wakafika pamoja na wale wenzao ambao hawakuswali mpaka walipofikia kule. Kwa hao wakawa wamepata vitu viwili, wamepata kudiriki kufika kule haraka na wakapata salatu al-asr kwa wakati wao. Na wanaoviona warajih kuwa hawa ndio walikuwa sawa, wamepata ajiri mbili ya ijtihad na kupata usawa, na wale wenzao wakapata ajiri moja ya ijtihad. Falamma dhukira dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam lam yu'annif wahidan minhum, Mtume sallam alipoelezwa akanyamaza, hakumwambia yeyote katika wawili kuwa wewe umepata umekosea, akanyamaza. Basi hii hadithi ni katika masala kama haya, lakini leo utapata ahlul bid'ah katika hizbiyin hii hadithi mashaallah waijua sana hii hadithi, ili waambie watu wa sunna kuwa ikhtilafu ziko, kwa hiyo haina neno. Tuweza kukaa na watu wa bid'ah, tuweza kukaa na makhurafi, tuweza kukaa na makhawarij, tuweza kukaa na watu. Kwa nini? Kwa sababu ya hii hadithi. Mtume sallam, hii ikhtilafu ilikuwepo tangu wakati wa masahaba. Taratibu bwana, taratibu, wahid. Alafu mmoja kizungumza na hamasa kweli mpaka mate yamtoka, sema wale hawaelewi, hawana fiqhi. Taratibu baba, haya ni masala ya kifiqhi. Hatujamwambia mtu leo kwa kuwa yosema bismillah kwa sauti kwenye swala yake, kwenye swala jaharia, kuwa hii ni bid'a. La, hii ni masala ijtihadia fiqhiyya, haina neno. Ameona kauli ina nguvu, fuata. Huyo ameona kauli ina nguvu, masala sahla. Kitu cha ajabu ni nyinyi, mtu aenda aomba maiti mwakaa naye bado hammwambii kwa kuomba maiti ile ni shirki. Kuna mashekhe wa kikhurafi wachawi
na wajulikana yule mchawi yule. Karibuni si kitambo yule mmoja Dar es Salaam akasema, wajua ukifanyiwa uchawi lazima wewe na uwe na mchawi wako. Shekhe huyo zungumza mbele za watu, awaelekeza watu kwenda kwa wachawi sahara. Hawa utakana wawe da'wa yenu moja. Sasa sijui mzuka nani, nyinyi mahizbi ama sisi, nani asielewa? Kwa sababu kuna masala hapa ya misingi ya dini, haya hayana kusema kuwa huyu asema kuwa Mungu wawili, mimi nasema mmoja, alafu tukubaliane. Tukubaliana vipi sasa? Haiwezekani masala kama haya. Huyu wafanya bid'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam kullu bid'atin dalala, yeye afanya bid'a, uzushi katika dini, kisha waje kutuambia hii mambo ya kawaida. Si ya kawaida. Na wengine wakarishwa fikra pia kuwa bid'a za siku hizi ndogo ndogo zile wakati wa salaf ilikuwa ni kubwa. Wewe kweli wasoma salaf na wale mubtadi'a wakati wao walikuwa vipi? Bali sasa hivi bid'a zilizoko ni kubwa zaidi kuliko zilivyokuwa, kwa ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lan ya'ti yawm illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hakuna siku itakuja isipokuwa ile ya baada yake itakuwa mbaya zaidi. Kwa kila watu wakisonga mbali zaidi na asri ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wazidi kubadilika zaidi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Kwa nini Uislamu umekuwa kitu kigeni? Kwa sababu huko mwisho huko watakuwa watu ile dini ndio waona ni kitu kipya, yale walionayo wao ambao si dini ndio wataona ni dini. Sasa wale wanaotabikisha dini ya kisawasawa wataonekana hawa wamekuja na jambo jipya. Kwa hiki kisa si hoja ya kukaa na watu wa bid'a, ukakaa na wao kawasairi, si hoja hivyo. Sasa jamaa huwa ufuatwa na wafuasi wao, mbona bwana nyinyi mwakaa na mashia? Siku hizi mwanake kana mashia pia. Wewe utasikia msikiti ufunguliwa, kumealikwa mashia, kumealikwa makhurafi, walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala as-sab'u, kila aina vile ambavyo havifai kukaa na watu, wewe wakaa na wao. Sasa pale ndio huwahadaa wale wafuasi wao kwa kutoa hiki kisa wakakigeuza maana yake. Nimegusia hiyo kwa sababu nimekumbuka si kitambo juzi tu kazungumza yule bwana kwa ukali na madharau, kisha wakirudiwa hivi watu wakaelewa. Sikia kazi yao kutukana watu tu wale. Mimi natukana hapa, nimtukana babake mtu hapa, ni maneno tu mmezungumza. Sasa kama wewe una matusi, wewe pima hivyo hivyo na yako mazuri hapa.